Safari ya mnyama kuelekea Afrika ya Magharibi kuzisaka alama tatu. Maandalizi yako vipi kwa ujumla? Maandalizi yamekamilika kwa 60%, kwa maana ya kwamba tumefanya maandalizi kwa siku tatu mara baada ya mchezo wetu wa mwisho ama mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya Petro. Tukaamkia uwanja wa mazoezi kwa siku hizo, na sasa tunasafiri hii leo kuelekea Mali ambapo tunakwenda kukamilisha 40%, na baada ya hapo Jumapili ya tarehe 30 ya mwezi huu wa 11 tutashuka uwanjani kwenda kukamilisha kile ambacho tumekifanyia maandalizi kwa takriban wiki moja. Kwa namna moja au nyingine, kipigo ambacho mlipokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa hakikuwateteresha kisaikolojia, na kwa namna ambavyo unaona benchi la ufundi na wachezaji mentality yao kuelekea kwenye mchezo huu ikoje? Haijatuteteresha, zaidi ya kwamba imetukumbusha ya kwamba tunatakiwa kufanya nini zaidi ili tuweze kupata ushindi katika mchezo unaokuja. Mtu mwerevu anapojikwaa, basi anachokifanya huwa ni kuangalia pale alipojikwaa, kama ni kuondoa jiwe, kama ni kufanyaje, anafanya hivyo na kujipanga tena ili wakati mwingine asijikwae katika eneo hilo. Tumefungwa na Petro, ni matokeo ya kushtua kwa sababu kwanza tulikuwa nyumbani, pili ilikuwa ni mechi ambayo tumejiwekea mazingira mazuri ya kushinda, na kama haitoshi tuko Benjamin Mkapa ambapo tayari inatambulika kuwa ni ngome kongwe ya mnyama kwa ajili ya kujipatia matokeo mazuri. Kwa hiyo kufungwa kule kukatufanya sisi turejee tena katika meza ya kujipanga. Tumejipanga upya kuhakikisha kwamba katika mchezo unayokuja ama michezo inayokuja tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo imekuwa ni jambo zuri pengine ya kwamba mwanzo ule mbaya umetupa nafasi ya kujitathmini upya na kuongeza makali yetu ya maandalizi ili twende tukapate matokeo chanya huko mbeleni. Bwana, Stade Malien walipata matokeo kwa maana ya kwamba sare iliyowapa alama moja dhidi ya mpinzani mgumu sana Esperance, tena wakiwa away. Hii inaonyesha nao si masihara. Kundi letu kila mtu anajimudu, ndio maana unaona Petro ameweza kutamba ugenini, Stade Malien ameweza kutamba ugenini, Esperance ambaye alikuwa anapewa nafasi kubwa ameshindwa kupata pointi nyumbani kwake, Nyama ambaye anapewa nafasi kubwa kwenye kundi hili tumeshindwa kupata pointi nyumbani kwetu. Hii ni dhahiri shahiri kwamba ni kundi ambalo halitabiliki. Yule unamdhania ndiye kumbe sie, na yule ambaye anamdhania sie kumbe ndiye. Yote kwa yote sisi tunamheshimu sana Stade Malien kwa uwezo mkubwa aliuonesha katika mechi ile dhidi ya Esperance, lakini sisi tulijua baada ya kufanya overall tathmini kabla ya mechi kuanza, tulijua ya kwamba tunakutana na timu za aina gani. Tulisema wazi tangu mwanzo ya kwamba hatumchukuli poa Stade Malien, na wala hatumchukuli poa Petro di Luanda, na wala hatumchukuli poa kabisa Esperance, kwa sababu ni timu zinazoonekana kuwa zimejipanga vilivyo na ni timu ambazo zinaonekana kuwa ni ngumu, japo watu kwa kuwa hawazifahamu sana wanazichukulia poa, lakini kiuhalisia ni kwamba ni wapinzani wagumu sana ambao tunakwenda kukutana nao. Kitendo cha kuchukua alama moja pale Tunisia kinatuongezea sisi mlima mkubwa wa kupanda mbele ya Stade Malien, kwa sababu pamoja na uzuri aliokuwa nao na alivyokuwa anajiamini Stade Malien, lakini tunaamini sare ile aliyoipata dhidi ya Esperance imemwongezea confidence zaidi katika hii michuano. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na Stade Malien ambaye confidence yake imeongezeka. Tunakwenda kukutana na Stade Malien ambaye anaamini ana uwezo wa kupata alama tatu nyumbani kwake kama ameweza kupata alama moja katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu sana, lakini yote kwa yote sisi tumejiandaa
vyovyote iwavyo, twende tukapate matokeo mazuri pale nyumbani kwake, na hiyo inawezekana kwa namna ambavyo timu imerejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa siku hizi chache, namna ambavyo wachezaji wameamka wenyewe kwa wenyewe na kutaka kuipambania Simba Sports Club, itatusaidia pakubwa kwenda kupambana dhidi ya Stade Malien. Ahmed, tumekuwa tukimshuhudia mchezaji Mohamed Bajaber akifanya mazoezi na kikosi, lakini tumekuwa hatumuoni uwanjani. Hata kwenye safari pia tumekuwa hatumuoni. Mashabiki wanauliza nini hasa kinacho msibu Bajaber baada ya taarifa kutoka kwamba anaendelea vizuri. Bajaber anaendelea vizuri, ama amepona kwa 99%. Na ameshaanza kufanya mazoezi na kikosi kwa takriban wiki moja sasa tangu amerejea katika uwanja wa mazoezi, na bahati nzuri ama mbaya kwake amepona wakati ambapo timu inakabiliwa na mechi ngumu kweli.